Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana. Hii ni Ncha Kali Podcast, tukiwa kwenye msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa Rajab Msami, tuko hapa kwenye meza ya Ncha Kali Podcast tukiendelea na msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao umejikita katika kuangazia wale ambao ni watumishi wa kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa maana ya Qur'an tukufu. Tuna mengi ya kuzungumza nao ili tuweze kuwajua, lakini lengo likiwa ni kutoa motisha kwa vijana ambao na wao wako katika safari hizo za kuangaika, kupambana, kupigana kuweza kukisoma na kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Leo ikiwa ni siku nyingine, niendelee kukukumbusha tu ya kuwa utakuwa ukipata mfululizo wa podcast zetu hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muda na wakati kama huu, hakikisha unakuwa ukitufuatilia kwa mfumo au mtindo huo ambao unautumia kutufuatilia. Kama unatufuatilia kwa njia ya kusikiliza, basi unaweza kufanya hivyo kwa njia ya kutazama, na kama unatufuatilia kwa mfumo huo wa kutazama, unaweza kutufuatilia kwa kusikiliza. Unaweza kufuatilia kusikiliza kupitia katika platform zote za podcast, na kote huko utatupata kama AD Plus Swahili. Tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na kwingineko kote utatupata kama AD Plus Swahili. Channel yetu ya YouTube ni AD Plus Swahili pia. Unaweza kwenda huko ukaweza kutazama mfululizo wa podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya. Mimi naitwa Rajab Msami, niko na mgeni ambaye naye ni miongoni mwa watumishi wa Qur'an tukufu. Tuna mengi ya kuzungumza naye, tutafahamu ni nani, lakini tutafahamu mengi kuhusu safari yake yeye na Qur'an. Karibu sana. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika Ncha Kali Podcast, na tueleze unaitwa nani, lakini pia unaihudumia vipi au unaitumikia vipi Qur'an? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina anaitwa Al-Akhi Nasr Makame Nasr, ni mwalimu wa Qur'ani katika kituo cha Ibn al-Jazari ama shule primary Ibn al-Jazari. Ni mwalimu wa Qur'ani pale, na nimekuwa mwalimu wa Qur'ani katika shule ya primary Ibn al-Jazari kuanzia mwaka 2007. Mwaka 2007 umeanza kuwa mwalimu wa pale wa Qur'ani katika Ibn Jazari Primary School mwaka 2007. Naam. Kwa maana hiyo tukipiga hesabu umetumika pale zaidi ya miaka 15. Naam. Kama mwalimu wa Qur'ani. Mtu akikuangalia kwa umbile lako hawezi akaamini kama umetumika au umeitumikia Qur'an kwa kufundisha tu, kuachana na mambo mengine, kwa muda wa miaka 15. Tuna mengi tutakuja kuyafahamu katika upande huo, safari yako, lakini na uzoefu wako huo katika kuifundisha Qur'an, hususan katika kituo hicho cha Ibn Jazar. Lakini tunaizungumza Qur'an, na sisi tuna ada yetu hapa kuwa kabla hatujaanza mazungumzo yetu kufahamu safari yako na vitu vingine vyote, kwanza tunakupa fursa uweze kutusomea Qur'an ili tuweze kuburudika na kurehemeka kwa kuisikiliza Qur'an. Karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo ni Ustadh Nasor Makame Nasor ambaye ni mwalimu katika shule ya Ibn Jazar na ni mwalimu wa Qur'an upande wa shule ya msingi Ibn Jazar, na alitangulia kutueleza kuwa ameanza kuwa mwalimu pale toka mwaka 2007, kwa maana ni zaidi ya miaka 15 amekuwa akifundisha Qur'an pale katika shule hiyo ya Ibn Jazar. Ustadh Nasor, naam, tuna mengi ya kuzungumza katika uzoefu wako, kwa maana ya tukiangalia muda ambao umeanza kufundisha Qur'an pale Ibn Jazar, hayo tutakuja kuyazungumza, lakini kabla hajafika huko, kwanza tuanze na wewe mwenyewe, historia yako fupi na safari yako na Qur'an imekaaje? Ulianzia wapi kujifunza Qur'an? Ulianzia wapi tahfidh na vitu vyote mpaka kufikia hatua ya kuweza kuwa mwalimu wa kuifundisha Qur'an pale Ibn Jazar? Bismillahirrahmanirrahim. Nikianza na historia yangu, kiufupi ni kwamba mimi nimeanza kuisoma Qur'ani nikiwa katika visiwa vya Pemba, na ndiko ambako nimezaliwa, wilaya ya Micheweni. Nimeanza kusoma Qur'ani katika madrasa tu inayoitwa Hifadhi Dini, ipo pale Wingu Jambonia, iliyokuwa ikisimamiwa kwa wakati ule na al-Ustadhi Saidi Hamadi Uthmani. Huyu kwa sasa ni marehemu, amefariki mnamo mwaka 2015. Huyu ndio mwalimu wangu wa kwanza na ndio ambaye alinihamasisha kuisoma Qur'ani kwanza kabla kuihifadhi, kwa sababu miaka hile ilikuwa ule muamko wa kuhifadhi Qur'ani kwa Pemba hakuna, naweza nikasema hivyo. Ilikuwa ni madrasa chache ambazo tena kwa kuhesabu kabisa, ambazo unajua madrasa fulani na madrasa fulani zinahifadhisha, lakini ule muamko katika jamii kubwa ilikuwa hakuna.
Kwa hiyo nilianza kusoma pale madrasa tangia ni mdogo. Sikumbuki nilikuwa na umri gani tangia napelekwa madrasa, kwa sababu kuna tukio moja ambalo ni silisahau katika maisha yangu, ijapokuwa nalikumbuka. Niliwahi kutumwa na mama siku moja, aliniandalia mikate pale nyumbani. Ile mikate sikujua lengo lake ni nini, lakini kubwa aliniambia kwamba peleka chuoni, umpelekee mwalimu wako. Sikujua lengo ni nini. Sasa wakati nimefika pale madrasa, nikakabidhi ule mkoba ambao umeandaliwa mikate kwa ustadhi ambaye sio yule Ustadh Saidi. Siku hiyo hakuwepo. Kulikuwa na ustadhi mmoja anaitwa Ustadhi Kombo. Yeye bado yupo hai, yupo Dar es Salaam, maeneo ya Kunduchi kwa sasa. Baada ya kukabidhisha ule mkoba, ikabidi wale wanafunzi wote pale madrasa wastopishwe kusoma, wanyamaze. Sasa kilichofanyika pale, ikasomwa dua. Baada ya kumaliza dua, nakumbuka yule ustadhi wangu naye alikuwa na bakora moja nzuri sana. Ile bakora, wakati mimi ikiwa nimekaa pale, kwa sababu wakati dua inasomwa mimi nipo mbele ya mwalimu yule ustadhi. Baada ya dua kumaliza ile, ustadhi akanyanyuka na ile bakora. Ile bakora akanitandika nayo mgongoni moja tu. Baada ya hapo akanipa ule mkoba wa mikate sasa, ambao tayari imeshagawiwa, ishakatwa vipande. Akanambia, haya wagawe wanafunzi wenzako. Kwa hiyo nikalifanya ile zoezi, nikagaia wale wanafunzi, huku nalia. So ile bakora iliingia, mashallah. Kipindi hicho bado ni mdogo. Basi baada ya pale, kiukweli sijui kwamba labda ilikuwa ni mtoro madrasa mpaka inaandaliwa hile ama vipi, sikumbuki na wala sijui. Lakini baada ya pale sasa, nakumbuka niliendelea na ile madrasa. Kwanza ilitokea kuipenda. Baada ya pale, basi ikawa na sitege ovyo ovyo, na nikitega basi ujue labda naumwa. Basi tukaenda katika maisha yale ya kusoma Qur'ani. Baadaye 2002 ndo sasa ustadhi akaja na ule mfumo wa kuhifadhisha pale madrasani kwetu. Tukaanza kuhifadhi 2002 ile, lakini baadaye hatukumaliza hata mwaka, ile zoezi likafa pale la kuhifadhi. Ikawa tunasoma kawaida, na kwa sababu wanafunzi wengi tulikuwa tunaliona ile jambo ni gumu, basi tukaacha. Baadaye sasa ilipofika 2004 ile swala likaja tena pale madrasa la kuhifadhisha. Tukaanza kuhifadhi sasa pale. Tumehifadhi 2004. Ilipofika 2005 nakumbuka alikuja Sheikh Ali Asa kwa ajili ya kukagua madrasa kule, kwa sababu kulikuwa kuna baadhi tu ya madrasa ambazo zimejiunga na katika mfumo wa halakati, kwa maana kuna madrasa maalumu zinafuatiliwa. Ilikuwa kuna rekodi za kila mwezi zinakuja kuchukuliwa pale madrasa. Alipokuja Sheikh Ali pale, tukasoma pale wanafunzi, na akachukua rekodi. Baada ya hapo akasafiri. Sasa akaja tena 2005 ile tukiwa kipindi kile tayari tumeshasogea katika upande wa kuhifadhi Qur'ani. Nakumbuka tulikuwa tuko wawili vijana, ambao vijana hao walitakiwa waondoke kule Pemba waje kujiunga na Markazi Ibnul Jazari. Alipokuja akatufanyia mtihani watu wawili pale, mimi na rafiki yangu ambaye ilikuwa mara nyingi tuko pamoja katika maisha yetu yote, ilikuwa tuko pamoja kwenye upande wa kuhifadhi, lakini pia upande wa ile mambo ya kijamii, maisha ya kawaida. Basi ikaenda
alipokuja shekhe akatufanyia mtihani wake. Alipomaliza nakumbuka tulikuwa watu 4 siku ile, nikiwa mimi na rafiki yangu na ustadhi wangu Sheikh Saidi ambaye ni marhumu, Allah mrahamu, pamoja na Sheikh Ali. Baada ya zoezi lile ndo akamnongoneza shekhe kumwambia kwamba muandae kwa ajili ya safari. Basi ikaenda ukakata mwaka kidogo, yani 2005 ikaisha ile, ikaja 2006 sasa akaletwa tena msimamizi mwingine wa kuja kutufanyia tena mtihani mwingine. Kwa hamkuondoka? Hatukuondoka. 2005 ile hatukuondoka kwa ajili ya safari. Akaletwa pale al-akhi Saleh Omar, akaletwa kule. Kipindi kile wakati anakuja zilikusanywa madrasa kadhaa ambazo zilikuwa zimeunganishwa katika mfumo ule wa halakati. Alipokuja akatufanyia interview ile, wakati kipindi kile tayari mimi na juzuu 10 2006 hiyo. Alipokuja akatufanyia mtihani, basi tukachukuliwa watu 4 katika tukaja huku. Tulifikia katika kituo cha Darul Qur'ani pale miezi kadhaa. Baadaye ndo tukaondoka tukaenda Vikindu Ibnul Jazari, ikiwa ni 2006 hiyo. Nakumbuka 2006 mwezi wa 6 mimi naondoka Pemba, ndo nakuja Dar es Salaam. Kwa toka hapo umebaki kuwa pale? Nimebaki pale, nikasoma pale miaka 3. Kwa sababu kuna mfumo huo wa kusoma miaka 3 kwa kila mwanafunzi. Mimi nikaja pale 2006 mwezi wa 6. Kwa nilisoma kama miaka 2.5. 2009 tumehitimu masomo yetu ya mutawasita na Qur'ani kwa ujumla. Na Qur'ani mkameti. Baada ya kumaliza 2009 ile, mimi nikaondoka tena nikarudi nyumbani Pemba. Basi nikakaa kule takriban kama haipungui miezi 4 ama 5 niko Pemba. Baadaye ndo sasa ikaja taarifa kwamba mimi natakiwa nifanyaje, nirudi, kwa sababu kuna wenzangu ambao tulikuwa tumemaliza pale Jazari tayari wameshajiunga na Haramaini kwa ajili ya thanawi. Nikawa mzito kidogo kwa sikutaka kurudi tena, lakini ustadhi wangu yule, kwa sababu tulipoanza tu katika harakati za kuhifadhi ambapo tayari ilikuwa ile jambo lipo serious, mimi yule ustadhi akaja kunihamisha nyumbani kabisa. Akanihamisha nyumbani, kaongea na wazazi wangu kwamba huyu, yani kwa kipindi hichi ili tuende sawa inabidi aje nyumbani, atakuja tu labda kwa kusalimia ama labda kuna kazi nyingine ambazo anatakiwa ashiriki. Basi mimi nikahama kweli nyumbani, ambapo ilikuwa ni mbali kidogo, unaweza kutumia dakika 20 kutoka nyumbani mpaka kufikia kule madrasa. Kwa nikahama nyumbani mimi, nikaendelea na swala langu la kuhifadhi. Sasa baada ile 2009 kumaliza, nilipoanza kukataa kurudi sasa, nikafikiria kwamba hapa nitakuja kumkwaza nani, shekhe wangu, itabidi nifanyaje, nikubaliane naye tu. Kwa hiyo nikarudi tena. Baada ya kurudi sasa, wakati nikiwa niko mwanafunzi pale Jazari nafundisha Qur'ani, sawa Sasa nilipofika 2009 sasa ndo nikaja kama kuwa ni rasmi, lakini kuwa mwalimu msaidizi 2009 hiyo. Basi tukaendelea na harakati hizo za kufundisha huku wakati naendelea na masomo yangu ya thanawi. Sawa. Kwa hiyo ukaenda mpaka ukamaliza thanawi. Bado ukiwa uko pale bado nikiwa pale nipo Jazari. Na ijaza yako ulipata? Ijaza bado sijamaliza, nipo katika tadribu. Nipo harakati za kukamilisha hilo. Una miaka 15 plus, kwa sababu hata ukisema kwamba tulianza kufundisha 2009, bado 2009 mpaka sasa hivi ni miaka 15. Na huu tunaoanza utakwenda mwaka wa 16. Nataka kwa uzoefu wako utueleze
ni changamoto gani hasa ambazo wanafunzi kwenye upande wa tahfidh, hususan nyinyi ambao mnawafundisha wanafunzi ambao wanasoma secular lakini anasoma Qur'ani kama masomo, changamoto gani ambazo wanafunzi kwenye upande wa tahfidh hasa hao ambao wanasoma secular na huku wanakutana nazo kwa uzoefu wao? Changamoto ni kwamba wakati sisi tunahifadhi Qur'ani, kwanza tumehifadhi tukiwa tayari tunakitambua kile tunachokifanya. Sawa Ni tofauti na hawa watoto. Hawa watoto wanahifadhi kweli wakiwa shuleni na wanasimamiwa hilo, lakini changamoto inatokea kwamba wanaporuhusiwa tu ama shule zinapofungwa kurudi majumbani, sasa wanakuja tayari yani wamefunga kila kitu. Kwa hiyo inabidi sasa muanze tena upya. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasumbua kwa kweli yani. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo wazazi nao wanatakiwa wasaidie katika kipindi kile cha likizo kuhakikisha watoto wanadumu kwenye tahfidh. Tuende katika changamoto zako wewe mwenyewe. Ni changamoto ipi kubwa ambayo huwezi kuisahau wakati wewe mwenyewe unapambana na swala zima la tahfidh? Tukiangalia safari yako kuanzia Pemba mpaka umekuja Kinondoni, umeenda Vikindu, Ibn Jazar mpaka hivi leo kufikia hatua kwamba changamoto ipi ambayo umekutana? Changamoto ambayo sitoisahau. Najua changamoto ni nyingi sababu safari ni ndefu. Kabisa. Changamoto ni nyingi, lakini ambayo sitoisahau ni mimi nilikuwa naogopa bakora. Sasa kuogopa kwangu bakora ilinipelekea mimi nikaacha shule. Kwa sababu nilisema mimi hapana, yani bakora za sehemu mbili siziwezi. Inabidi ubaki na bakora za sehemu moja. Kwa hiyo mimi nikaacha shule. Nikaona shuleni nikifika kule labda nikutane na bakora, halafu nikija tena chuoni nikutane tena na bakora eti kwa sababu sijahifadhi. Kwa hiyo mimi nikaamua kuacha shule. Uliacha darasa ngapi? Niliacha darasa la mtihani, darasa la 7. Nakumbuka shuleni nilienda kama siku 4 tu kwa hesabu kabisa. Za darasa lote la 7. Darasa lote la 7 zimefungwa shule. Baada ya kufungua Januari nikaenda siku 4. Na kilichonifanya nikimbie shuleni ni bakora tu, kwa sababu pale shuleni kulikuwa kuna mwalimu mmoja ni maarufu sana, anatambulika, alikuwa ni mzuri sana wa kutandika bakora. Sasa baadaye ulirudi la shuleni? Sikurudi, na kilichonifanya kwamba niache yule mwalimu, kwanza alikuwa ndo ni mwalimu wetu wa darasa, umeelewa? Kwa sababu tayari mimi baada ya kufunguliwa shule nilibaki kwanza nyumbani. Nilipobaki nyumbani sasa ikawa kule shuleni wale wanafunzi wenzangu wananiletea taarifa zote. Kwa hiyo taarifa zote kwa bwana huko balaa. Bwana unatafutwa huko. Umeona? Nilikuwa natafutwa, na mimi sikuwa mtoro katika masuala ya kusoma. Sikuwa mtoro kabisa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilikuwa kwenye 10 bora nikiwa shuleni, ilikuwa sishuki. Sasa nini kwa shida? Yaani maana yake ni fimbo tu ndio zikakufanya. Fimbo tu mimi ndio ambazo zilinifanya. Kwa nyuma kulikuwa hakuna fimbo. Kulikuwa hakuna. Madrasa ni fimbo zilikuwepo. Madrasa zilikuwepo. Lakini ukazivumilia. Lakini baada kuanza kuhifadhi walimu zetu sasa wale wakachachamaa, kaona hili sasa jambo hili lazima tuwe serious katika hili. Sasa nikaona bakora za madrasa kuhifadhi na shuleni, ngaona za shule zikanisame. Kwa hiyo kwa maana hiyo ulivotoka pale ukaendelea tu na tahfidhi mpaka nikaja nikasoma thanawi. Kwenye upande wa secular sikurudi tena. Bana, tamani tuendelee kuzungumza mengi sana kwenye historia yako hiyo ya kuogopa bakora na kukataa bakora za shule, lakini muda wetu umetutupa sana mkono. Mimi nikupe fursa tu mwisho uweze kutufungia kwa kuweza kutoa nasaha kwa vijana wanaokutazama ambao sasa hivi wanasoma na wanahangaika kukihifadhi kitabu cha Allah, lakini pia utoe nasaha kwa Waislamu kiujumla kuhusiana na swala hilo, lakini pia utoe nasaha, experience kuacha shule kwenye upande wa secular, lakini pia utoe nasaha kwa vijana ambao wanasoma kwenye upande wa secular na ikiwezekana wanasihi kuhusiana na umuhimu mzima wa swala zima la elimu upande huo. Karibu. Nasaha zangu kwa wanaotafuta ilmu, kwanza wawe na subra. Wawe na subra, kuna madhila mengi ambayo wanakutana nayo. Mimi hii subra hili nishinda. Sasa na wenzangu na waasa katika hili,
katika utafutaji wa ilmu basi unahitaji sana kuwa na subra, lakini pia kuwa na ile hirs, pupa ya kukifuatilia kile ambacho unakisoma. Hizi ni nasaha zangu kwa wanafunzi. Lakini pia nasaha zangu kwa jamii. Jamii inatakiwa ishirikiane na wale ambao wanasimamia vijana wao, hususan kwenye swala la tahfidhul Qur'ani, swala la madrasa. Mzazi kama itakuwa huna ushirikiano kati yako wewe na mwalimu, utambue kwamba kuna mazingira ambayo unayaweka kwa huyu mwanafunzi, mazingira magumu. Kwa hiyo kukiwa na alaka kati ya mwanafunzi, mwalimu na mzazi, mwanafunzi bila shaka atafaulu katika mapambano yake ya sawa. Hizo ni nasaha kutoka kwa Ustadh Nasor Makame Nasor, ambaye ni mwalimu katika shule ya Ibn Jazari Primary School. Yupo pale na ametuelezea, tumeweza kuona historia yake, safari yake na Qur'an. Amehudumu pale kwa muda mrefu sana, kuanzia 2009 kama ambavyo amesema. Ukimwangalia umbo lake na uzoefu wake katika ufundishaji vinaweza visifanane, lakini hicho ndicho ambacho alitueleza, na hiyo ndio ilikuwa safari yake na Qur'an. Mimi niendelee kukusisitiza mtazamaji na msikilizaji unayefuatilia Ncha Kali Podcast kuwa tuko katika msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi hakikisha unafuatilia Ncha Kali Podcast, kwa sababu itakuwa ikikujia kila siku muda na wakati kama huu, na lengo kuu likiwa ni kuangazia wale ambao wanakitumikia kitabu cha Allah kwa maana ya Qur'an tukufu. Leo tulikuwa naye Nasor Makame Nasor kama mtumishi wa Qur'an kule Ibn Jazar, akiwa ni mwalimu. Mimi naitwa Rajabu Msami. Pa kufika hapa hatuna la ziada, tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah